washu moto mara 7. Wengine kama ni leo ungeweza kutafsiri katika maabusu yetu ambayo wafungwa wanawekwa au wale waliokosea. Kiongozi anaweza kuagiza hebu chawa zichukuliwe na kumbuni wa mwagwe, dunia limwagwe katika ile chumba ambalo watu wanaingizwa, ili wanake vizuri, walale kwenye sakafu, mwageni ndoo ya mkojo pale chumbani, walalie mkojo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tanuru iliwashwa mara 7 zaidi. Lakini wapendwa, hii inaonyesha ishara ya adabu kali sana. Wakati mwingine sisi washarika na Wakristo tumekabiliana na majaribu ya kutisha sana, hata katika majira haya na wakati wa mabadiliko yenye kasi kubwa sana ya utelezi mwingi katika mteremko wa maadili. Maadili yanashuka kwa kasi sana, wakati ambao kanisa na viongozi wa kanisa wanapata shida hata kulea au kufanya malezi ya imani, wakati ambao tunarudisha washarika kundini na kubatiza watoto lakini hawana ndoa, wakati ambao washarika wanakataa hata kubariki ndoa, wakati ambao washarika wengine wanaimba kwaya, wanahubiri lakini bado wanalewa. Hilo ni tanuru ambalo tunaona kuzimu imeliwasha kwa kasi kubwa sana. Ongezeko linakuwa kubwa ya walevi lakini wanaimba. Ongezeko limekuwa kubwa lakini hali inakuwa ngumu zaidi. Ni kama unataka kusema kila kukicha ni afadhali ya jana. Kuna afadhali jana. Tunaona moto unakuwa mkali zaidi. Hali ya uchumi inakuwa ngumu zaidi. Inabadilika, inakuwa jaribu, hata inakuwa moto, inakuwa tanuru la moto. Watoto wanataka ada, mama anataka mavazi, watoto wanataka chakula kizuri. Na kuzao familia zetu za Kiafrika ni extended family, na mtoto wa shangazi na mtoto wa mjomba na mtoto wa binamu wanataka kula na kutunzwa. Katika wakati kama huu, hali ya uchumi inakuwa ngumu zaidi. Wapendwa, moto unakuwa mkali zaidi kiasi kwamba wale waliowatupa wale vijana, wale wanajeshi, wao wakateketezwa na mwali wa moto. Waliteketezwa na mwali wa moto. Hii inaonyesha ishara, Mungu anadhihirisha neno lake katika Ibrania 12 mstari wa 29 ya kwamba yeye anasema, maana Mungu wetu ni moto ulao. Nebukadneza aliwasha moto wake, lakini Mungu wa Israeli naye aliwasha moto wake. Biblia inasema katika sehemu inayofuata pale tuliposoma, ilionekana mtu wa 4 anatembea pamoja na wale vijana 3. Mtu wa 4 anaonekana. Kwa hiyo kumbe Mungu mwenyewe alishuka katikati ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Mungu wa Israeli ambao Meshaki, Shadraka na Abednego walimwamini, alishuka kwenda kuwatetea. Ni kama naona Mungu aliwaatamia, akawaambia tembeeni pamoja na mimi. Wanaelekea kaskazini, wanaelekea mashariki, wanaelekea kusini. Ni kama labda inawezekana, sijashuhudia vizuri siku zile, sijaanza vizuri, inawezekana nao walianza kuimba, lakini hakuna ambaye ameusikia ule wimbo na kuandika kwenye Biblia. Haiwezekani moto wake kiasi kile mara 7, alafu vijana wanatembea katikati ya moto. Kwa vyovyote vile kulikuwa na jambo wanafanya. Hawakai ovyo ovyo. Katikati ya matendo makuu ya aina ambayo Mungu anakutendea, lazima mioyo yao ilimwadhimisha Bwana. Kwa vyovyote walisema, ahimidiwe Bwana, asiyetutoa kwa mawindo kwa meno ya adui zetu, asiyetutoa kuwa kuni kwa tanuru la mfalme Nebukadneza. Mtu wa 4 alionekana, akawatunza, akatembea pamoja nao. Ni maombi yangu leo katika kipindi cha Kwaresma na ibada hii, wewe unayepitia katikati ya tanuru linalowaka moto, hali ngumu ya uchumi, magonjwa sugu, kisukari, typhoid, malaria, mafua yasiyoisha, viungo, magoti, wakati mwingine kiuno, unatembea beni, lakini katikati ya haya yote, nataka niseme mtu wa 4 asimame pamoja na wewe. Usikate tamaa. Yule Yesu kama na Meshaki na Shadraka na Abednego asimame na wewe.
akushike mkono, akuambia mwanangu, twende kaskazini. Unaenda kazini, hata kama unakwenda Beni, lakini huko mkazo unapatikana. Hata kama tunachechemea, lakini huyo mtu ambaye asimame pamoja na wewe, akutetee katika jina la Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu, Yesu aliyeshinda kifo na mauti, aliyefufuka kutoka kwa wafu, alikuwepo Agano la Kale, alijidhihirisha kule kwa Meshaki, Shadraka na Abednego, na akawatetea, akawapigania, akawainua, wakasimama tena. Ndipo tunapoungana mwandishi wa Zaburi ya 23 mstari wa 4 anasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana Bwana wewe uko pamoja nami. Meshaki, Shadraka na Abednego hata walipopita kwenye tanuru lile hawakuogopa mabaya, maana Bwana wa majeshi, moto ulao, alikuwa pamoja na yeye. Na mimi nataka niseme huko na simba wa kabila la Yuda, usiogope, haijaisha mpaka ishe. Usikate tamaa mpaka utakaposikia parapanda ya mwisho, hapo ndipo utasema sasa kazi imeisha. Usikate tamaa, umeanguka, simama. Unaona hali ni ngumu, jikungute mwenyewe, jifute machozi mwenyewe, simama, songa mbele. Ambaye ametupigania na kutuokoa bado yuko pamoja na sisi. Washarika, tusiogope, tusikate tamaa. Naomba niseme mambo matatu katika somo la leo na nitamaliza. Mambo matatu tunajifunza katika somo hili la leo. Jambo la kwanza, uaminifu katikati ya mateso. Uaminifu katikati ya mateso. Uaminifu katikati ya mateso. Wapendwa washariki, vijana hawa Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa tayari kufa kuliko kumwasi Mungu. Wakasema bora tufe kuliko sisi tumtendee Mungu dhambi, bora tufe tu, bora moto utuunguze, lakini tuna hakika tutapita motoni, tunaingia uzimani. Hili linarejesha juu ya agano la milele la Mungu wetu aliyesema, sitawaacha ninyi yatima, tawapa Roho Mtakatifu msaidizi, atawasaidia ninyi. Huyu ndiye ambaye aliwasaidia Meshaki, Shadraka na Abednego. Wanaume hawa vijana walishika agano. Hawakuwa vijana ovyo ovyo, hawakuwa vijana wanaokunywa jogoo, hawakuwa vijana ambao wako kijiweni wanakula ugoro. Ni vijana ambao walijaa maarifa, kama nilivyosoma kwenye mlango wa kwanza mstari wa 4, wazuri wa uso, wenye maarifa. Vijana wamegonga shule, wana degree zao, lakini bado wanamwabudu Mungu. Wewe una kadiploma kako, hata kupiga vyombo hapo unatupa shida, una cheti chako hapa